Sasa basi, Mheshimiwa Diwani, mimi ni shahidi. Tulikuja tuliona hali ya kituo kilivyokuwa, lakini leo hii nimekuja naona tena namna ambavyo maboresho yamefanyika. Lakini bila shaka nyinyi wana Salasala mtakuwa mashahidi. Mimi bungeni kituo hichi nimekiongelea na nilikiongelea kwa msisitizo. Nilimuomba Mheshimiwa Spika aridhie Mheshimiwa Waziri atujibu ni lini vituo vyetu hivi viwili vitajengwa baada ya kuchomwa moto. Mheshimiwa Naibu Waziri alijibu kwamba vituo hivi vipo kwenye mpango wa kufanya nini, wa kufanyia ukarabati ili virejee katika hali yake ya kawaida. Lakini sasa baada ya kupata taarifa kwamba wananchi wa Salasala kwa usimamizi wa kamanda wetu wamejitokeza na kujitoa na kurejesha kituo katika hali hii, mimi nikasema ni jambo jema. Kwa hali hiyo, kamanda, kwanza nikupongeze sana. Hii ni kazi kubwa, unastahili kupongezwa, na wewe ni askari wa mfano. Hata viongozi wako wanatakiwa kulitambua hili, kwa sababu viko vituo vingi ambavyo vilichomwa moto, lakini mpaka leo hii havijaguswa hata kidogo. Kwa hiyo tunakushukuru kwa ubunifu wako, tunakushukuru kwa kuwashirikisha wadau na kuturejeshea huduma za kipolisi katika kituo hichi cha Salasala. Hongera sana. Lakini Mheshimiwa Kamanda, baada ya mimi kupata hizo taarifa kwamba maboresho yanaendelea, kabla ya hapo niliongea tena na Naibu Waziri siku 4 zilizopita. Nikamwambia sisi Wanakawe, Wanawazo, wana Salasala tumeishaanza kujichanga na mpaka saa hizi tumeishafikia hatua kubwa. Kama ulivyosema 90% na kitu tumeshafanya kazi yetu. Sasa ulituahidi kwamba mtatufanyia ukarabati kwa haraka na kwamba mmeshatenga pesa. Hizo pesa sisi tunaomba sasa badala ya kuzileta kufanya ukarabati, mtujengee uzio kwenye kile kituo. Mheshimiwa Naibu Waziri amelichukua hilo na analifanyia kazi. Sasa mimi kama mwakilishi wenu, kama mbunge wenu, tutaendelea kubanana na Mheshimiwa Naibu Waziri ili tuhakikishe ili eneo letu pamoja na kukamilisha hayo machache yaliyopo hapo linajengewa uzio. Wakati mwingine sio rahisi matukio kama haya kufanyika kirahisi, si ndio? Na tunaamini kabisa kupitia serikali ya mama yetu, ahadi aliyoitoa Naibu Waziri, ili jambo linaenda kufanya nini, linaenda kutimia. Lakini pia tukiwa ndani, wakati tunakagua pale, yako mahitaji machache ambayo uliyataja, zikiwepo furniture. Sasa mimi kupitia hadhara hii, ili hatuwezi kumsubiria Naibu Waziri au waziri, hiyo 2,200,000 mimi nitachangia tumalizie hizo furniture. Nitachangia tumalizie hizo furniture, na hiyo hela nitaitoa leo hii ili watu wetu waanze kupata nini, kupata huduma za kipolisi katika eneo hili. Lakini ukiachia kuchangia eneo pesa hiyo kamanda wa polisi amezungumza, Mheshimiwa Diwani hapa, wakati tunaomba kula, yako mengi ambayo tulikuwa tunawaambia. Amezungumzia shule ya Salasala. Nyinyi ni mashahidi. Na uzuri wake siku hizi hivi vitu ukienda YouTube, ukienda wapi unavikuta vipo, havitoki. Shule ya Salasala alivyokuja makamu wa rais kwa mara ya kwanza, tulimuomba shule hii tujengewe. Lakini alivyokuja rais pale Leaders, tulimuomba shule hii tujengewe. Haikuishia hapo, Mheshimiwa Diwani pamoja na mimi tumekuwa tukiendelea kuwabana wanaohusika na uandaaji wa bajeti na mambo mbalimbali kwamba tumeshaomba hii shule, tumeahidiwa kwamba tutajengewa, tunaomba haya mambo yatokee ukweli. Leo hii nyinyi ni mashahidi, tayari msingi umefanya nini, unachimbwa pale, shule inajengwa. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu. Kwa ndugu zangu, hata wale mambo mengine ambayo tumekuwa tukiyaomba yakiwepo mabarabara, niwahakikishie yanaenda kujengwa. Sisi ni mashahidi, tuliahidiwa kwamba mradi wa mabasi yaendao kasi hautosimama. Umesimama, hujasimama? Haujasimama, bado mabarabara yanaendelea kujengwa. Kwa hata wale mambo mengine ambayo tumeahidiwa, tuwe tuna imani kwamba yanaenda kufanya nini, yanaenda kutekelezwa.